Alimtunza, akamdhamini, mwisho akaachwa kisa majanga ya maisha. Leo nataka nikusimulie hadithi ya kweli inayogusa maisha ya wanaume wengi. Hadithi ya mwanaume aliyempenda mwanamke kwa moyo wake wote. Hakumwona kama starehe, bali kama sehemu ya maisha yake. Alimpenda kwa dhati. Alijituma, akajinyima, ili tu mwanamke huyo apate furaha. Kila kitu alichokuwa nacho alikigawa kwa upendo. Alikuwa tayari kulala njaa alimradi yeye apate chakula. Alivaa nguo za zamani alimradi yeye apendeze. Alijua mapenzi siyo pesa, ni kujali. Lakini dunia ina mafunzo magumu sana. Siku moja maisha yakaanza kuwa magumu. Biashara ikasimama, kazi ikamkataa. Lakini upendo wake haukubadilika. Alimpenda yule mwanamke kama siku ya kwanza. Cha kusikitisha, mambo yakaanza kubadilika. Mwanamke akawa baridi. Simu zikaanza kujibiwa kwa hasira. Maneno yakapungua. Na hatimaye akaondoka. Sababu moja tu, maisha yako yamekuwa magumu sana, siwezi kuendelea hivi. Mwanaume akabaki kimya. Akajiuliza, je, ilikuwa mapenzi au mkataba wa starehe? Machozi yakamjaa, moyo ukaumia. Alimpenda kweli, lakini mwisho wa siku akageuzwa kama mtu asiye na maana. Somo la maisha ni hili: upendo wa kweli haupimwi kwa pesa. Upendo wa kweli ni moyo unaobaki hata wakati wa majaribu. Wanaume wengi wanapitia maumivu haya kimya kimya. Wanapenda, wanajituma, lakini wanakataliwa pale wanapokuwa wameanguka. Na wanawake wengi hawajui mwanaume anayeanguka si dhaifu, ni binadamu anayepambana na dunia yenye ukatili. Kama utampenda mtu, mpenda kwa moyo, si kwa hali yake. Maisha ni mzunguko. Anayelala leo anaweza kusimama kesho. Na anayesimama leo anaweza kuanguka kesho. Usidharau moyo unaokupenda kwa dhati, maana huwezi kujua thamani yake mpaka umwone amemgeukia mwingine na akapewa heshima ile ile ambayo wewe uliikataa.